Niliwahi kumsikia Rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akisema alipokuwa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alishawahi, akiwa yeye Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akiwa ni makamu wa rais kama sikosei, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alishawahi kwenda pale kusuluhisha mgogoro na mgomo wa wanafunzi wa chuo cha taifa wa chuo cha UDSM. Hii ilikuwa ni kwa sababu vijana walikuwa ndio watu walioipa nchi kipaumbele cha kupambania mifumo kandamizi. Kwa nini nchi yetu inaingia katika shida ya kutengeneza viongozi ambao sio viongozi bora kwa taifa lijalo? Cha kwanza, kuwepo kwa wimbi kubwa la uchawa katika vyuo vyetu. Kutokana na mifumo iliyopo ya Chama cha Mapinduzi ya kiuongozi, hatuwezi kutengeneza vijana ambao watakuja kuwa viongozi bora. Kwa sababu gani? Vijana wanapoteza uwezo wa kuchakata na kupima mambo kwa mapana, kwa kupima ubaya wa jambo na kujua uzuri wa jambo. Bali vijana wanakuwa ni vijana wa kufuata mkumbo, kwa kuangalia fursa za matumbo yao. Kijana anasahau yeye ni taifa la kesho, na anachotakiwa kukipambania leo ni kwa ajili ya kesho yake. Kijana baada ya kupambania kesho yake, anathamini hongo ya shilingi 20,000, anathamini hongo ya shilingi 10,000, anasahau kesho anatakiwa na familia na watoto. Ndio vijana wa Tanzania, ndio vijana machao. Kwa sababu vijana wawazi kesho yao, wanaona kama vijana ambao wako tofauti na Chama cha Mapinduzi ni kwamba ni vijana wasiojitambua. Lakini tunapenda kuambia sisi ni vijana tunaojitambua, kwa sababu tunapambania taifa la kesho, na sisi ndio taifa la kesho. Swala la pili ni vijana kuwa na wimbi kubwa la uoga. Mifumo ya chama tawala Chama cha Mapinduzi imetengeneza mazingira ya vijana kuwa waoga, kutokusema mambo yanayoikumba nchi yetu. Kwa kutumia mifumo kandamizi ya majeshi, vijana wenzetu wanaposema ukweli wanapotea. Kwa vijana wamekumbwa na wimbi la uoga, kwa kuogopa kupotea, kwa kuogopa wataacha familia zao. Kwa hiyo wanabaki, hata kama wanatambua ukweli, wanashindwa kuusema kwa kuogopa hivyo. Kama taifa letu na Chama cha Mapinduzi kinaitakia mema taifa letu, kwa nini vijana hao wanaoibuka na kudai mambo mazuri kwa nchi yetu wanapotea? Wakati hao vijana ambao wanaibuka na kuwa na mawazo mbadala ndio tunategemea waje kuwa viongozi wa kesho. Nilipokuwa mdogo nilizoea kuiona CCM, japokuwa ilikuwa sio demokrasia kiasi hicho. Kipindi cha nyuma viongozi wengi waliibuka kupitia vijana. UVCCM iliibua vijana wengi, wakina Mwigulu Nchemba, wakina Paul Makonda. Bavicha iliibua vijana wengi, wakina John Wegesa Heche, kwa sababu kulikuwa kuna uhuru wa vijana kuweka mawazo mbadala kwenye chama chao, hata kwenye vyama vya upinzani. Lakini leo hii kijana anayeonekana kupinga kitu chochote anaonekana ni kijana ambaye hafai kuishi katika nchi yake. Tatizo la nchi yetu, tunaipeleka wapi nchi yetu? Kama vijana hawataibuka na kukataa mambo haya, nchi yetu huko mbeleni tutakuwa na shida kubwa, shida ambayo haitatatulika. Ninawashauri vijana watambue kwamba kesho yao ipo mikononi mwao. Kijana anapotetea watumishi waongezewe mishahara, natakiwa atambue kesho na kesho kutwa yeye pia atakuwa mwajiriwa, atalipwa mshahara huo mdogo. Kijana anaposimama kupinga kikokotoo, hata kama hajaajiriwa na ni msomi, inatakiwa atambue kwamba kesho akipata kazi na yeye kikokotoo kitamuhusu. Hao ndio vijana tulizoea kuwaona zamani. Lakini leo hii nyinyi ni mashahidi, Chama cha Mapinduzi hakizalishi tena vijana. Chama cha Mapinduzi hakina rasilimali watu tena. Yaani sasa hivi wakitaka kuteua mtu wanaanza kutafutana. Chama akileti product, chama kinaleta watu wasiojielewa.
Nyie ni mashahidi, tulizoea kuona uchaguzi wa serikali za wanafunzi kwenye vyuo mbalimbali ndizo chaguzi zilikuwa zina trend na kutikisa mitandao ya kijamii. Lakini leo kwa nini hazitikisi? Kwa sababu chaguzi zile zilizingatia hoja na mantiki, na wanachuo walipewa uhuru wa kuchagua viongozi wanaowataka. Na ndio maana tulipata viongozi wengi kutokana na serikali za wanafunzi. Mheshimiwa John Doto Biteko alikuwa rais, sauti. Na viongozi wengine wengi. Lakini leo ni shahidi, ukiulizwa hapa rais wa UDSM haumfahamu. Ukiulizwa rais wa NIT haumfahamu. Wakati siasa za kwenye vyuo ndo zilitengeneza vijana ambao walikuja kuwa viongozi baadaye. Ndugu zangu, taifa letu linaangamia kama vijana tusipoinuka, hatutaweza kuishi kwa mbele kwa amani. Pia napenda kuongelea hawa watu wanaojiita njaa 55. Njaa 55. Kwanza njaa 55 nimewasikiliza jana katika press conference yao. Cha kwanza walichoshindwa kutushawishi wananchi ni kwa kuteua mtu asiye na maarifa kuwawakilisha katika press ile. Nilichokigundua katika press yao jana ni kama malengo yao sio kwa ajili ya wananchi, ila ni kwa matumbo yao. Kwa sababu wanakuambia chama kitakufa kwa kukosa ruzuku. Wao ni mashahidi na walikuwa ni viongozi. Chama chetu baada ya uchaguzi wa 2020 kilisusia ruzuku zote. Baada ya kususia ruzuku zote, ukiwauliza chama kilikufa, wanakuambia hapana. Cha pili, wanapinga uchangiaji wa tone tone. Vyama vyote duniani vinaendeshwa kwa kuchangiwa. Vinaendeshwa kwa michango. Haijalishi kuna tajiri nani, hatukatai michango yao, na wenyewe wachangie kwa kutumia mifumo. Hii inaleta uwajibikaji wa chama kwa wananchi. Cha pili, una-involve wananchi moja kwa moja kupambana na mapambano. Leo hii nikichangia 500 yangu, nitatamani kuona 500 yangu ikifanya kazi. Na nita-involve moja kwa moja kwenye kampeni. Lakini leo hii anatokea tajiri mmoja anatoa hela, wanafanya kampeni. Sita-involve moja kwa moja direct. Ndugu zangu, cha pili, nimeona malengo yao ni kukwamisha uongozi uliopo. Wameona gia ambao mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama Tundu Antipas Lissu aliyoipiga ni gia ya hatari sana na inawawezesha. Wameona watumie kila namna wapinge uongozi huu ili usifanikiwe. Na kama ni Mungu ndo aliamua mwenyekiti wetu awe Tundu Antipas Lissu, watashindwa. Maana yake haiwezekani. Mnapinga, kesho mnasifia. Nilishuhudia mmoja wapo walikuwa wanaunga mkono no reform no election kabla ya mheshimiwa Mbowe kustaafu kumaliza muda wake. Lakini leo wanapinga. Wewe ulikuwa ni mjumbe wa secretariat, ulikaa ukaandaa agenda ya chama. Na hiyo wanakuuliza swali, ututofautishie kati ya no reform no election ya mwenyekiti Mbowe na mwenyekiti Lissu. Unatuambia no reform no election ya mwenyekiti Mbowe ilikuwa ni kuunganisha watu. Kwa nini hawakuita join people to fight for reforms? Kwa nini waliweka no election pale mbele? Hii inadhihirisha wazi udarari uliokuwa ukiendelea kwenye chama chetu. Cha pili, wanasema hatukatai katika katiba yetu lengo kuu la chama ni kushika dola. Lakini kwenye maongezi yao wanasema wanataka wapate wabunge wengi, wawe na sauti ndani ya bunge. Sasa kama lengo lako ni kushika dola, kwa nini usiseme tunataka tushinde? Wewe unasema tunataka wabunge wachache. Kama tulikuweza kuwa na wabunge 72, sio wabunge tu, prime peak member of the parliament. John Wegesa Heche alikuwa ndani, Tundu Lissu alikuwepo, Mnyika alikuwepo, Godbless Lema alikuwepo, mheshimiwa Mbowe mwenyewe alikuwepo. Tulishindwa kuwa na sauti ya kuleta tume huru ya uchaguzi. Leo hii tupeleke wakina Eriko Nyerere na Ntobi ndio tuletee tume huru ya uchaguzi. Sisi kama vijana hatutakuwa serious. Kama uchaguzi uliopita tulipata mbunge mmoja
Leo hii wanatuambia tuliwezaje kupata wabunge 72? Na mimi nawauliza swali, mliwezaje kupata mbunge mmoja 2020? Cha tatu, nimemsikia katibu wa secretariat akisema kwamba alikuwa anafanya kazi kama mpweke. Wote tunatambua baada ya uchaguzi kuisha na katiba yetu inasema katibu wa secretariat atateuliwa na katibu mkuu. Kama katibu wa secretariat atateuliwa na katibu mkuu, ni maana yake kwamba katibu mkuu atapata ushauri kwa viongozi, na viongozi walikubali akateuliwa. Kwa hiyo viongozi hawakuona kwamba yeye ni timboe. Kassan Ruge ameteuliwa na mwenyekiti. Mwenyekiti akijua kwamba huyu ni timboe kwamba simteue. Hii inaonyesha jinsi gani ni hao watu wanania hofu. Nikiombe chama changu, tumekaribia katika nchi ya Kanaani, kwa sababu Mungu ametupatia viongozi wasioyumbishwa, viongozi waliobeba agenda ya wananchi. Atuongelea agenda ya kuwa chama. Wewe unaongelea agenda ya kuwa chama wakati unaenda kuwa wananchi. Lengo letu ni kuwaokoa wananchi ili wananchi hao waje wakilinde chama.